Kristo. Leo nataka nizungumzie kidogo juu ya wanandoa. Juu ya wanandoa kati ya baba au mama, ni yupi ambaye amepewa jukumu la kuonyesha upendo kwa mwenzake? Ni jambo ambalo pengine yawezekana huelewi. Ni mama upo kwenye ndoa huelewi, ni baba upo kwenye ndoa huelewi. Ndoa ya kwenye Biblia ambayo ni tamko la Mungu mwenyewe, mwenye jukumu la kupenda sana ni mwanaume. Biblia imesema enyi waume wapendeni wake zenu. Lakini jukumu la mwanamke katika ndoa ni kumtii mume wake. Kumbe ewe mama unayenisikiliza, ambaye upo kwenye agano la ndoa, tambua hilo kwamba wajibu wako sio kumpenda mwanaume, wajibu wako ni kumtii mwanaume. Na ewe baba unayenisikiliza, ambaye upo katika agano hilo la ndoa, wajibu wako ni kumpenda mwanamke, mke wako. Mpende mke wako, mjali mke wako na umthamini mke wako, na mke wako akutii na akuheshimu. Kumbe wanandoa, kama mnapata nafasi ya kunisikiliza, na wewe ambaye sio mwanandoa upo katika harakati za kuingia katika ndoa, basi tambua huo ndo msingi. Jukumu la kumpenda mwanamke ni jukumu la mwanaume, lakini jukumu la kumtii mwanaume ni jukumu la mwanamke. Tukienda hivyo sambamba, ndoa yetu lazima iweze kuzaa matunda ambayo ni mazuri kabisa. Lakini jingine ambalo ni la msingi sana kwa wewe ambaye unatamani kuingia katika ndoa, au wewe ambaye upo katika ndoa, heshima, kuheshimiana kati ya mume na mke ni vitu ambavyo ni vya msingi sana katika ndoa. Hivyo vitu vikikosa, ndoa ikakosa kuheshimiana, maana yake amani ikakosekana, maana yake hata furaha ya ndoa huwezi ukaiona wala hauwezi ukaipata. Kumbe ndoa ya kwenye Biblia, jukumu la upendo